Tunakushukuru Mungu na kulikuza jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu Mungu kwenye kiti chako cha enzi. Tukisema asante Mungu kwa ajili ya siku ya tatu ambayo Mungu tumepata neema na kibali mbele ya madhabahu yako. Baba, ninaliadhimisha jina lako na kulikuza jina lako. Ninaliadhimisha jina lako Mungu na kuliinua jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu kwenye kiti chako cha enzi. Mungu, leo ni siku yetu ya tatu Bwana. Neno lako nasema tunatoka utukufu na neema hata neema. Baba, tunaomba hatua nyingine tena, udhihirishe nguvu zako katika siku ya leo ya tatu, katika jina la Yesu, amen. Amina. Tuketi. Mungu atubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli tunamshukuru Mungu ametutendea rehema. Leo ni siku yetu ya tatu. Ninawakaribisha mnaotufuatilia Facebook live na YouTube recorded, karibuni tena katika siku yetu ya tatu. Kama umeanza kuangalia siku ya leo, basi kuna siku nyingine mbili ziko chini, unaweza ukafuatilia upate mtiririko kamili. Tunamshukuru Mungu ametusaidia katika majira haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana tuliangalia ahadi ya baraka na leo tunaendelea. Jana tulipata nafasi ya kusukuma maombi na natamani Mungu atupe neema leo tupate tena nafasi nyingine ya kuendelea kuomba mbele za Bwana. Na jana tuliangalia baraka za Ibrahimu, kwamba Mungu alipomuita, kitu cha kwanza alimtangazia baraka, lakini alipewa agizo atoke katika nchi ya baba yake, asafiri kwenye nchi ambayo Mungu amemwandalia awe huko, akae huko, na akatangaza kumbariki. Lakini tunaona Mungu akamwambia, akubarikie nitambariki, naye akulaanie nitamlaani, na akamwambia nawe uwe baraka. Tuliangalia sana kile kitendo cha kuwa baraka, kwamba alikuwa barikiwa lakini yeye awe baraka. Sasa tukaona kusudi kubwa la Mungu kwa Ibrahim si tu kumbariki, lakini Ibrahim awe baraka. Kwa hiyo kama sisi nasi tuwarithi sawasawa na ahadi, lazima tubebe vipaumbele. Kipaumbele cha kubarikiwa kwa baraka nyingi sana, kitu cha kwanza ni wewe utafanyikaje baraka kwa zile baraka unazobarikiwa. Na Mungu akiona moyo wako hauko tayari kufanyika baraka, anakupa vitu ambavyo havitaleta kugombana na yeye. Atakupa vitu ambavyo vitakusaidia uviishi pasipo kumkosea. Lakini Mungu akiona moyo wako umefunguka, una utayari wa kufanyika baraka, Mungu atakubariki kwa kiwango kikubwa ili ufanyike baraka zaidi. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Sasa jana tulisoma mstari wa Ibrania 11 mstari wa 11. Nataka tuanzie hapa, tuendelee na kipengele cha ahadi ya baraka. Ahadi za baraka. Kwenye kitabu cha Ibrania 11 mstari wa 11, neno hapa linasema, kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Mungu asifiwe sana. Amina. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Sasa moja ya kipengele muhimu sana, Mungu wako ni sawa na mwamini, lakini
unaamini uaminifu wa Mungu kwa kiwango gani juu ya ahadi zake kwako? Ni kipengele muhimu sana. Moja changamoto ambazo tunakutana nazo ni kutokuamini uaminifu wa Mungu katika changamoto. Kuna ahadi Mungu ameziahidi nyingi sana, lakini kikwazo kikubwa kwetu, yaani hatuamini uaminifu wa Mungu kwetu. Hii ni moja ya changamoto kubwa sana. Ni changamoto ambayo inatufelisha kupokea ahadi. Sasa tujifunze, sababu tunaona siku ya kwanza kwenye kitabu cha Isaya 51 anasema, angamwangalieni Sara aliyewazaa na Ibrahim baba yenu, na alimwita akiwa wachache nikabariki wakawa wengi. Anasema ule ni mwamba ambao umetolewa kwa kuchimbuliwa. Kwa sisi kama tumechimbuliwa kwenye mwamba unaitwa Ibrahimu, kwamba tulivyo sisi ndivyo alivyo baba yetu Ibrahimu, au Ibrahimu kiwango cha ahadi ambazo Mungu amemkirimia Ibrahimu, sisi ni sehemu ya hizo ahadi kupitia msalaba wa damu ya Yesu. Ni sehemu ya hizo baraka. Sasa hapa tunaona Sara, pamoja kwamba alitembea na ahadi, lakini ile ahadi aliingoja zaidi ya miaka 20. Ana ahadi mkononi. Mwaka wa kwanza unapita, mwaka wa pili unapita, mwaka wa tatu, mwaka wa 7, mwaka wa 10, mwaka wa 11 mpaka mwaka wa 20. Lakini tumsaidia Sara ni kitu kimoja, alimhesabu yeye aliyemwahidi kuwa ni mwaminifu. Sasa na sisi tunapoenda kuomba juu ya ahadi za Mungu, cha kwanza kabla hujaomba, hakikisha unaamini uaminifu wa Mungu kwako kabla ya ahadi. Kwa sababu kupokea ahadi ni vita. Ni vita katika ulimwengu wa roho. Sara alipambana miungu ya kwao kwa miaka zaidi ya 20 na pambana kupokea ahadi, lakini baada ya uvumilivu wote, ustahimilivu wote, akaipokea ahadi. Sasa na wewe unachotakiwa ni uvumilivu kwa Mungu. Kila ambacho Mungu amekuahidi lazima kitokee, hata kama vita ni ngumu kiasi gani. Cha kukusaidia ni kitu kimoja, uaminifu wa Mungu wako ujae kwenye moyo wako. Uaminifu wa Mungu kwako, yaani usikutoe kwenye imani. Kila ambacho Mungu alikifanya kwa Sara kinawezekana kwako unaposubiri kwa muda mrefu. Haleluya. Tunajifunza kwamba Sara alisubiri miaka 25 akapokea. Sasa wewe kama umesubiri miaka 5, miaka 7 bado, tunza uaminifu wa Mungu, atakuchilia kwa wakati na majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa tuangalie pointi 3 tutembee nayo. Endelea kuangalia ahadi ya baraka. Sasa tuangalie tunakuwaje sisi chanzo cha baraka. Kitabu cha Zaburi 84:6 hadi 8. Kitabu cha Zaburi 84:6 hadi 8. Kitabu cha Zaburi 84:6 hadi 8. Kuna kitu nataka tusogee kidogo baada ya hatua ya jana. Tupige hatua kidogo kuingia ndani zaidi. Zaburi 84 mstari wa 6 na wa 8. Biblia nasema hivi: wakipita kati ya bonde la vilio, hulifanya kuwa chemichemi, na mvua ya vuli hulivika baraka. Huendelea toka nguvu hata nguvu, huonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Bwana Mungu wa majeshi, uyasikie maombi yangu. Mungu wa Yakobo, usikilize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hii mistari nimetafakari kidogo.
na nimeona hazina nyingine ya ahadi. Kumbuka pointi tunayotembea nayo ni Mungu akamwambia nawe uwe baraka, na tukaangalia jana kwamba wewe ndani yako umebeba baraka kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine. Kwa Mungu anapokufuata kuwekeza baraka, anataka hizo baraka zijenge ufalme wake, anataka hizo baraka Mungu atukuzwe katika hizo. Na sasa baraka, mara nyingi sisi tunaposema baraka huwa tunaangaliaga mali zaidi. Ya tukisema huyu amebarikiwa huwa tunaangalia mali, lakini baraka za Ibrahimu ni zaidi ya mali. Mali ni sehemu ya baraka, lakini baraka sio kila kitu tu ni mali. Baraka ni zaidi ya mali. Baraka ni zaidi ya mafanikio unayoyaona kuongezewa kwenye biashara, kwenye mifugo, kwenye kilimo, ni zaidi. Sasa hapa nasema hao wanaotembea na baraka wakipita kati ya bonde la vilio hulifanya kuwa chemchemi, na mvua ya vuli hulivika baraka. Wewe ni chanzo cha baraka. Sasa kama ni chanzo cha baraka katika ulimwengu wa roho, unapita mahali kuna vilio, kuna maombolezo, kuna misiba, kile kitendo cha kupita kwenye hilo eneo ambalo kuna misiba, watu wanakufa vifo vya ajabu, watu wanapata majanga ya ajabu, Biblia inasema wazi, ukipita kwenye bonde la vilio unaleta mapinduzi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa nyama na damu. Kwa wewe ndani yako sio baraka tu za fedha na ngombo na nini, ni baraka ambayo inaweza ikabadilisha eneo kutoka kwenye misiba ukaingia uhai na uzima kwa watu. Unatembea kwenye familia, unaingia kwenye familia, kuna misiba na vilio kwenye familia, uwepo wako ndani ya familia unaleta mapinduzi katika roho na katika nyama na damu. Hiyo ni ahadi ambayo imefungwa ndani yako, kama na uzao wa Ibrahim. Hicho kitu kimefungwa ndani yako, hicho kitu kinaishi ndani yako. Changamoto ni namna ya kudhihirisha kionekane katikati ya familia. Ukiingia kwenye ukoo, umeoa au umeolewa, lazima uwepo wako hapo ulete mapinduzi rohoni na mwilini. Hii ni moja mbaraka umefungwa ndani yako, unaishi ndani yako. Shida ni kutokutoa uwe dhahiri. Anasema huonekana Sayuni wakitoka nguvu hata nguvu. Sasa hapa kuna kanuni ambayo nimeiona ya muhimu sana. Sasa anasema huendelea toka nguvu hata nguvu. Huonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Bwana Mungu wa majeshi uyasikia maombi yangu. Mungu wa Yakobo usikilize. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa nilikwambia hivi, Mungu anapokutembelea anaanza kuwekeza baraka kidogo. Aone je, kile ambacho amewekeza anapata faida kiwango gani? Sasa ndani yako kuna baraka ya uzima, kuna baraka ya uhai, kuna baraka ya uhai imefungwa ndani yako. Sasa hiyo baraka inatakiwa ifanye kazi, lakini inaanza kufanya kazi kwa nguvu ndogo. Inapoanza kufanya kazi kwa nguvu ndogo, ukifanya kwa uaminifu, unaongezewa nguvu hadi nguvu. Yosema huendelea toka nguvu hata nguvu. Kwa hiyo usitarajie vitafumuka tu siku moja. Kuna mchakato wa hatua hadi hatua nyingine, na hizi hatua
zinatengenezwa na maombi. Ndio Bwana akasema, uyasikie maombi yangu, Mungu wa Yakobo, usikilize. Kwa tunapata nguvu ya kuleta mapinduzi kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sijui nitumia lugha gani unielewe, lakini changamoto yetu kubwa sana, hatuombi kimaarifa, tunaomba sababu tunatakiwa tuombe. Unamkuta mtu anatereka na ahadi, lakini hana haki za msingi za kupokea ahadi. Ili upokee ahadi, lazima mahusiano na Mungu mwenye ahadi yakae vizuri kwako. Lazima Mungu aone moyo wako ni moyo uliopondeka, ni moyo unyenyekevu, ni moyo wa uadilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilikuwa naomba na mtu mmoja, na tulipata kuomba kwa ajili ya mtu fulani. Sasa yule mtu ni muombaji mzuri sana, lakini shida, anajichanganya sana. Leo yuko vizuri, kesho yuko vibaya. Leo yuko vizuri, kesho yuko vibaya. Sasa kuna wakati Mungu alinipa neema, akaniwekea mzigo wa kumwombea, lakini wakati safari ya maombi imeenda na Mungu ameanza kujidhihirisha kwake, akawa ni mtesi wangu, kama ananisema vibaya, ananichafua uchafu wa mwilini kabisa. Wengo likakata, sikumwombea tena. Amanelea sawa sawa. Wengo likakata, sikumwombea. Na yule ambaye tulikuwa tunaomba naye, Mungu naye akamwambia, unapoteza nguvu zako bure kuomba kwa mtu ambaye hayuko tayari kupokea maombi. Na juzi Mungu akamsemesha, akamwambia, akaletea picha wazi kabisa. Anasema kuomba nitaomba, lakini mabaya nitafanya, yaani nitatenda mema, nitatenda mabaya pia. Anaona ulimwengu wa roho, anasema nitatenda mema na mabaya pia. Sasa yule mtu kwa picha ya nje, aisee, ana vigezo vyote vya kuwa mwana maombi mwenye viwango vya juu. Akisema naomba hapa, sema mbingu zinashuka, lakini mbingu zake zimefungwa. Mpaka kuna watu wanamdhihaki. Sasa watu wale wanaoishi rohoni, wakimsoma najua kabisa huyo mtu anafanya kazi ya bure, afa anamdhihaki. Sasa wewe unachoomba tu ni bure. Fikiri, wachawi wanamdhihaki, wanafanya kazi ya bure ya kuomba. Sasa kama mtumishi, jini chasikia huyo mtu ni muombaji sana, shida yake michanganya. Yaani akikaa akianza kukusema vibaya, anakusema anapitiliza, akitoka hapo ana masaa mawili ya maombi. Sasa fikiria Mungu atapokea maombi yake. Sana nyinyi mko hivyo hapa, msicheke. Tukakuta hapa kwenye maombi ni waombaji wazuri, lakini angalia masaa yako mengi ya maisha ya kawaida unaishi. Kwa sababu kati ya huduma takatifu kuliko zote ni huduma ya maombi. Mmenisikia sawa sawa? Amina. Kati ya huduma takatifu kuliko zote, ya kwanza ni huduma ya maombi. Kwa nini? Mwinjilisti anaweza akavuruga kwenye uinjilisti wake, lakini kama kuna waombaji wanaojitambua, atafanya vizuri ile hali anavuruga. Mmesikia sawa sawa? Akiweko mchungaji, hata kama anafanya vibaya, kama kuna waombaji kwenye kanisa wamekaa vizuri na Yesu, watanyoka, atafanya kazi vizuri na madhaifu yake. Sasa wewe sasa ndio muomba. Sababu muombaji ni mtu anakaa kati yake na Mungu na watu wengine, hapo huduma ya upatanisho. Yaani muombaji Biblia imesema hivi, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Kwa hiyo kwenye nyumba ya Mungu kipaumbele ni maombi.
kabla vitu vingine. Ndio maana akaambia kwenye mfumo wa kanisa la kwanza, ile madhabahu ilikuwa kwa moto usiku na mchana usizimike. Ni moto wa maombi. Sasa kwenye eneo la maombi, Biblia inasema ulimwengu wa roho, maombi ni manukato mazuri kwa Mungu. Ni manukato. Kwa hiyo kama maombi ni manukato, yanapopanda mbele za Mungu anatakiwa yaende manukato tu peke yake, yasiende na makolokolo yako. Sasa hivi unasimama unaomba, lakini baada ya masaa mawili ni mpagani wa kutosha kule nyumbani. Peta watoto paka, tawaita maneno yote. Mdomo ule ule uliokuwa naomba saa 10, saa 1 unasema paka. Sasa Mungu atajibu maombi ya paka au ile saa 10? Sasa muombaji ni mtu ambaye muda wote anaomba. Maongezi yako, matamko yako ni maombi. Saa masaa 24. Sasa hebu piga hesabu. Ndani ya masaa 24 vitu gani vinatoka kwenye kinywa chako? Vitu gani unasema? Alafu kingine, vitu gani unasemea ndani ya moyo hujasema kwenye mdomo? Ni vingapi? Vingapi ambavyo unajua? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nafsi inaongea mara 7 kuliko mdomo. Mnasikia sawa sawa? Yaani mimi mzava, yule mzava wa ndani anaongea mara 7 kuliko naye muona. Naza nikakana wewe sasa hivi na kuangalia, lakini uko naye na kusema ijapokuwa nimetabasamu. Hiyo unaelewa sawa sawa? Konozo kakana mtu mnaongea anacheka lakini hacheki, huku ndani anakutukana. Huko anasema hivyo nakufa lini? Lakini mdomo usiseme. Kwa hiyo Biblia inasema wazi, mkiwa unawaza nitatenda, wakati unasema nitasikia. Kwa Mungu anajibu maombi unapotia nia. Bwana Yesu asifiwe. Daniel anasema hivi, Daniel alipanga kuomba maombi ya siku 21. Sawa sawa. Malaika aliposhuka akamwambia, ile siku ulipotia nia ya kuomba, maombi yako yalisikiwa. Mnisikia sawa sawa? Yaani wakati alipokusudia moyoni na nataka niombe agenda hii, ilishasikiwa kabla hajaanza kuomba. Sasa wewe ndani unaongeaga vitu gani ndani ambapo havisikiki kwa nje? Rohoni wanaona na wanasikia. Kwa ili usimame na ahadi, ishi maisha ya kumpendeza Mungu. Amina. Muda wote. Sababu wapendwa, kinywa kinaumba. Biblia inaweka wazi kwamba mauti na uzima katika uwezo wa ulimi. Mwenye kupenda atakula matunda yake. Kwa hiyo kama ni muombaji, ili utembee na ahadi, cha kwanza tengeneza na Mungu wako masaa yote. Na muombaji mzuri sana anajitakasa sana. Unasikia sawa sawa? Muombaji mzuri sana anajitakasa sana. Kwa nini? Ukihisi kuna kitu kijakaa, sababu una madhabahu ya Mungu yenye moto ndani. Ukihisi umeongea jakaa sawa, cha kwanza unajitakasa. Na kama unatembea rohoni, unaweza kukaa na watu wanaongea, kuna neno kidogo nasikia kuna X imepita ndani. Unasema Yesu nisamehe, hapa nimekosa. Lakini nikuulize, dhamiri yako na kuhukumu mara ngapi unapoongea na watu? Alafu unachukua hatua gani? Dhamiri yako mara ngapi na kushuhudia? Alafu Mungu alivyo mwema, ile dhamiri inapokusemesha sana sana sana, huchukue hatua, inanyamaza. Ikishanyamaza unapogoma na chochote kile, utukufu Mungu unapungua ndani yako. Kwa hiyo kama dhamiri bado iko hai, ukisikia kuna kitu kijakaa sawa,
jitakase saa hiyo hiyo, ili madhabahu yako isinajisike. Sawa sawa. Kama dhamiri imekufa, rudi kwenye matoba ya kina kwa Mungu wako. Mungu, ulinisemesha nikashinda kutika wakati, sasa ile sauti yako haipo tena. Tengeneza na Mungu wako, ile dhamiri itakuwa hai tena, na tenda kumsikiliza Mungu wako kusemesha tena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa turudi kwenye point. Kwa tunafanya marekebisho fulani hapo kidogo. Turudi kwenye point kwamba huongezeka nguvu hata nguvu. Kwa hiyo mwaka 2026 hakikisha unaongeza nguvu za kutembea na Mungu wako. Hakikisha unaongeza viwango vya maombi. Tumekuwa na maombi mwaka mtoka tarehe 1 ya mwaka huu, tukiombea mwaka, na hivi tunazidi kuombea mwaka. Kwa hiyo ili uone matokeo ya ahadi za Mungu kwako, ongeza viwango vya maombi binafsi. Ninaposema binafsi na nielewa. Amina. Wengi tumebaki na maombi ya kisheria. Jamani, tutakuwa na utulivu Jumatano, ndio mjiandaa maombi ya Jumatano. Ikishapita unabaki na sala. Jioni na kushukuru Mungu nimeshinda salama, asubuhi nimeamka salama. Hizo ni sala. Lakini kama unatamani kuziona ahadi za Bwana zinatimia, ni kitu cha maombi yenye mchakato. Kama sema Mungu, mwaka 2026 nimekundua kuna ahadi, ni haki yangu za msingi, ni haki yangu ya msingi. Sitanyamaza mpaka nione zimekuja mwilini. Sitanyamaza. Sitakaa kimya. Kwa hiyo unafungiwa tenki la maombi ndani binafsi. Yaani wapendwa, kuna mwaliko wa maombi haupo, una maombi yako. Unasikia leo amka funga. Amina. Leo amka kunywa chai mchana usile, leo na maombi. Leo kuta unasemeshwa, na ukishakamata gia ya maombi kishakolea vizuri, Mungu atakutembelea, atakupa maelekezo uombe uone matokeo makubwa zaidi. Amina. Atakutembelea kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi kuna mtu tuna kikundi chetu cha maombi, tunaomba kila siku. Tuna maombi angalau ni saa, nikipungua dakika 45, dakika 30. Tuna maombi miaka 3. Na ndani haya maombi ya miaka 3 mpaka sasa, kuna vitu Mungu amevifunua mpaka vinaogopesha, mpaka vinatisha. Yale mambo ambayo yalikuwa yameshindikana kabisa, watu wakasema hili limeshaoza kama maiti ya siku 4, lakini lakuwa haite. Sasa nikajifunza, kumbe tunafeli sana kwa sababu hatuna maombi endelevu. Hatuna maombi hai. Unashika tena, unaiombea siku 3, ulishaifuta haipo tena. Unatakiwa uishikilie mpaka uone matokeo ya hiyo agenda. Mpaka uone matokeo. Mpaka uone nini? Matokeo. Sasa shida yetu uvivu wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kati ya kazi rahisi sana ni kazi ya maombi. Lakini kati ya kazi yenye vita ngumu sana ni kazi ya maombi. Ni kazi rahisi sana, lakini ndio kazi yenye vita kuliko kazi zote. Hebu jipange, tusema Yesu, najipanga kwenye maombi ya siku 7. Uone vita itakayotokea. Mara kuna hili, mara kuna lile. Usipokuwa na utulivu, nafsi inahama kwenye maombi. Kwa kama ni vita, basi hata kitokea vita sikufanya ushinde kuomba. Mwambie Mungu, umeniweka kwenye hii familia. Mimi ni chanzo cha uzima hii familia kupitia maombi.
maadamu niko hai nitasimama mpaka vilio vigeuke kuwa uzima. Anasema wakipita kwenye bonde la vilio uligeuza kuwa chemichemi, hulivika baraka kama mvua za vuli. Sasa kwenye mloko kuna vituko ambavyo havieleweki, lakini uko hapo wewe atakuleta mapinduzi kwenye hiyo familia. Wewe atakuleta mapinduzi ya akili. Ili utokee mapinduzi lazima usimame, ung'ang'ane kwa kiwango ambacho utaona matokeo yakitokea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya kanisa. Amen. Haya, tusogee tena mbele kidogo. Tusogee tena mbele kidogo. Unaweza kaandika kufanyika baraka kunatengeneza mfumo wa mabadiliko rohoni na mwilini. Kufanyika baraka kunatengeneza mfumo wa mabadiliko rohoni na mwilini. Kufanyika baraka kunatengeneza mfumo wa mabadiliko rohoni na mwilini. Kufanyika baraka kunatengeneza mfumo wa mabadiliko rohoni na mwilini. Kufanyika baraka kunatengeneza mfumo wa mabadiliko rohoni na mwilini. Pointi ya pili, baraka ni ngao ya kuzuia laana. Baraka ni ngao ya kuzuia laana. Baraka ni ngao ya kuzuia laana. Kitabu cha Hesabu 12 mstari wa 12, alafu Hesabu 23:14-23. Kitabu cha Hesabu 12, Hesabu 12 mstari wa 12, alafu tutaenda Hesabu 22. Nikosea kuandika. Hesabu 22. Hesabu 22 mstari wa 12. Nikosea kuandika nosi zangu. Ni Hesabu 22 mstari wa 12. Pointi yetu ya pili tunataka tuangalie ni kama baraka ni ngao ya kuzuia laana. Hesabu 22 na mstari wa 12 Biblia nasema, Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao wala usiwalani watu hawa, maana wamebarikiwa. Nitarudia, Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao wala usiwalani watu hawa, maana wamebarikiwa. Ngoja twende tukaangalia Hesabu 23. Hesabu 23 mstari wa 14 hadi 23. Biblia nasema hivi, akamchukua mpaka shamba la Sofimu katika kilele cha Pisga, akajenga madhabahu 7, akatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Akamwambia Balaki, simama hapa karibu na sadaka yako ya kuteketezwa, nami nitaonana na Bwana kule. Bwana akaonana na Balaamu, akatenda kinywani mwake, akasema, umrudie Balaki ukaseme hivi. Akafika kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka zake za kuteketezwa, wakao Moabu pamoja naye. Balaki akamwambia, Bwana amenena nini? Naye akatunga mithali yake akasema, ondoka Balaki ukasikilize, nisikilize mwana wa Sipori. Mungu si mtu ataseme uongo, wala si mwanadamu aliuke,
Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata yafikiriza. Tazama, nimepewa amri ya kubariki, na yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Hakutazama uovu katika Yakobo. Sikiliza vizuri hapo. Hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme i katikati yao. Mungu amewaleta kutoka Misri, naye ana nguvu kama nguvu za nyati. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo naweza zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Tazama, watu hawa wanaondoka kama simba mke, na kama simba ajinue nafsi yake, hata lala hata atakapokula mawindo na kunywa damu yao waliouawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya kanisa. Amen. Sasa tunaangalia pointi hii kwamba moja ya matokeo ya baraka za Mungu kwako ni baraka izuie laana isikupige. Moja hadi ya Ibrahim alichoomba akaambiwa, akubarikie nitambariki, akulaanie nitamlaani. Kule baraka wa Ibrahim uliweka ngao ya kuzuiliwa kwa laana kwake. Sasa hawa wamefika mahali, kuna jeshi nimeona kwamba kupambana nao kimwili hatuwezi. Wakasema sasa tutengeneze mfumo wa kuwalaani ili wawe dhaifu, tuwapige, tuangamize. Sasa akaenda kutafuta mganga, wakajenga na madhabahu na sadaka 7, kondoo 7 na ng'ombe 7. Wakatoa sadaka ya nguvu kabisa, lengo Israeli alaaniwe ili wampige kirahisi. Hasa Israeli kwanza, Ibrahimu alibarikiwa, ukabarikiwa na uzao wake, na Mungu akamwambia makuhani Walawi kwamba mtakalisha jina langu kwenye Israeli kwa kuwabarikia, gapana kwenye kilima alafu wabarikie. Bwana akubariki na kufadhili, akuinua nuru ya uso wake na kukurehemu na nini. Wakatambua kwamba watangaze baraka kwenye Israeli kila wakati. Ama tunapoingia kwenye ibada kila Jumapili, huwa kuna muda tunatamkiwa baraka na mchungaji. Kuhani madhabahu yote lazima awabariki watu. Hiyo baraka imefungwa kila kuhani kwenye madhabahu yote, na ni haki ya msingi kubariki hilo kundi. Sasa kiwango ambacho unajibariki binafsi, unatengeneza ngome ya kutokulaaniwa. Haujanielewa? Kama unalaaniwa na laana inakuwa na matokeo, hujabarikiwa kiwango cha kuzuia laana. Sasa kama hujabarikiwa kiwango hicho, hivi anza desturi mpya. Ukiamka asubuhi, jibariki kabla hata hujatoka nje. Ibariki na siku yako. Yaani una mfumo. Kwa nini? Yaani baraka, mahali penye baraka laana inakosa mlango. Nikasema kwanza, kama ni muombaji, jifunze kujitakasa sana, kwa sababu wakati inatakiwa ipitishe laana. Yule Balaamu akasema hakuna uovu, asema sijaona hakuja kuwa na uovu kwa Yakobo wala kwa ukaidi kwa Israeli. Hakuna uovu, hakuna ukaidi. Laana inapitia wapi? Kwa hiyo uovu ni mlango wa laana kwako, ukaidi ni mlango wa laana kwako. Na akasema kwamba kama unataka utembee na baraka 2026, jifunze
kujitakasa, uovu usiweko kwako, maana uovu ni mlango wa laana. Ukaidi ni mlango wa laana. Sasa kama kwenye sadaka hutoi, jamani, hata kama sadaka hajakuwa, yaani usije laani mwenyewe. Ile sema amelaaniwa aibe zaka na nini? Sasa kama unaiba zaka na dhabihu, ina maana tayari umefungua mlango wa kulaaniwa kwenye kazi ya mikono yako. Unaweka nadhiri hautimizi, ushafungua mlango. Kwa hiyo hili mlango usiweko. Cha kwanza, hichi maisha ya kujitakasa sana, lakini cha pili, jifunze kujibariki mwenyewe. Wanaweza asifiwe. Amina. Yaani nikiangalia kwa asilimia kwa mnajilani sana. Asilimia kwa mnafanya nini? Mnajilani sana. Yaani unapokuwa na mawazo ya kufeli, usajilani kabla hujafeli. Hiyo mnisikia sawa sawa? Amina. Inakuja wazo, kwa kweli nataka nijenge nyumba nzuri ya kuishi. Hapo na wazo lingine. Hivi wewe kweli unaweza kupata pesa sana, lakini ni mawazo tu. Mimi siwezi kupata nini? Usajilani mwenyewe. Usajilani. Sasa kwa mtumishi kwa kweli, naona siku hizi kwa kweli, naona sema hamna kitu. Mwenilani hujajilani. Yaani hamna kitu dada, hamna kitu mama. Yaani kuna mtu anakubariki hapo nafuta mwenyewe. Yaani unasema kwa hiyo kwa kweli sasa hivi, naona kama sema hamna kitu. Yaani tumejifunza kujilani kuliko kujibariki. Yaani kuna saa Mungu analeta mtu angalau wa kukutia malaki, sababu nafsi yako ilishafeli. Hata ukitiwa moyo unafuta. Ukibarikiwa unafanya nini? Unafuta. Kwa nini? Ulishazoea kama ni mtu akufeli. Jifunze kujikubali kwanza. Amina. Unajua ulimwengu wa roho, kiwango unavyonyanyapaa, shetani anapata mlango wa kudhibiti unavyonyanyapaa mwenyewe. Amina. Kiwango unavyohisi kufeli, ndivyo adui unavyopata mlango kufelisha. Lakini jifunze kujivika ujasiri nafsini mwako binafsi, kama nitatoboza hata kwa yaani jifunze kujikiria binafsi ushindi, na utashinda kweli. Lakini mara nyingi wapendwa, kwa kweli tunajifalisha nafsini mwetu wenyewe. Kitu hiki labda tu fulani, labda fulani, labda fulani. Wewe ni chanzo cha baraka. Kujifunze kukiri ushindi. Yaani jifunze kujitamkia mema. Yaani jamani, usisubiri ubarikiwe, jibariki. Amina. Yaani ukiamka jibariki. Yaani hata kama umevaa kamgoko kamtumba umekapiga pasi kamera, sema kwa leo nimependeza. Jisemeshe leo nimefanya nini? Nimependeza. Umeshika gauni lako zuri kwa fundi, vaa kama kuna kioo, kama akina chambota kile cha sentimita kile kidogo dogo. Hapo sema kwa kweli rehema leo nimetokeleza. Jisemkie. Amina. Amina. Yaani jifunze kujikubali. Najua nafsi ya mwanadamu ushindi wake ni kutamkiwa maneno. Nafsi ili ishi lazima isemeshwe. Jifunze kuisemesha nafsi yako binafsi. Sawa sawa. Na ukisema vibaya, futa, tamka jema. Neno linashindwa na neno. Ukiamua kweli hamna kitu, sema hapa kuna kitu. Sema muone kwamba hapa kuna kitu. Hapa. Yaani jifunze kujitamkia, kwa sababu moja ya changamoto kubwa hata wapendwa wenzetu wanatamkia maneno magumu sana. Hapo nikwambie siri. Sema wakija wachawi 100 wakakolani. Wachawi ngapi? 100. Wakakolani tofauti na wapenda mmoja kulani.
Yaani nguvu ya mtumishi mwenzake kikolani na nguvu zile wachawi 100. Nyesika sawa sawa. Nguvu ya mpendwa mwenzako kikolani ina nguvu kuliko wachawi 100 kikolani. Na maana Samsoni akamwambia ndugu zake, wale baba Samsoni, tunataka tukufunge tukutie kwa Wafilisti. Akasema, niambieni kwamba ninyi hamtanipiga ninyi. Wakamwambia, tunakuapia hatutakupiga na tutakufunga sana. Akasema sawa. Wafilisti walikuwa na majeshi 1000, lakini alisema, ninyi niambieni, je, mkinifunga hamtaniangukia ninyi? Hamtanipesema, tunakuapia hatukupigi ila tutakufuata kutia kwenye mikono ya Wafilisti. Samsoni alijua hii siri kwamba nguvu ya mpendwa mwenzako ni mara 100 kuliko nguvu ya adui yako nje ya mpendwa mwenzako. Sasa jifunze, hebu tafakari tu mwenyewe. Wapendwa wamekutamkia maneno mabaya, mangapi mabaya kwako? Afika sema, hawa nao tumekula kwako. Ukitamkiwa neno na mpendwa baya, lipa gharama kulifuta. Kaa kwenye toba, futa, kwa sababu ulimwengu wa roho, kinywa cha mtumishi mwenzako kina nguvu kubwa kuliko kinywa cha wachawi wote. Ile mamlaka ya ndani ina nguvu kufanya kitu. Kwa usifurahi kutamkiwa neno mabaya na mtumishi mwenzako ukachekelea, ni mbaya sana kiroho. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukitamkia neno lolote, futa, pana jema. Sasa hapa anasema yule jamaa kaja kaajiriwa, alafu fikiri wametoa sadaka ng'ombe 7 na kondoo 7, lakini wao nguvu yao inazidi nguvu ya kondoo 7 na ng'ombe 7. Sadaka unaweza ilizidi sadaka ya Balaamu, ilizidi sadaka ya Balaki. Sasa swali nikuulize mpendwa, toka mwaka uanze umetoa sadaka ya kiwango gani mpaka leo? Madhabahu ya Mungu wako imepokea sadaka ngapi mpaka leo ili ishinde sadaka za watesi wako? Ili mchawi akupige, anatoa sadaka kwenye madhabahu yake ili akulani. Lakini nguvu ya sadaka inapiganwa kisadaka, nguvu ya maombi inapiganwa kimaombi. Kwa hiyo kama ni vita sadaka, lazima ionekane umetoa sadaka kuliko yule. Ndio maana tuna damu ya Yesu. Mahali hakuna sadaka, simamisha damu ya Yesu ishinde sadaka za upande mwingine, lakini binafsi jifunze kumfanyia Mungu wako ibada. Haleluya. Amina. Karibu miaka 5-6 Mungu alinisemesha, Harrison, kila mwanzo wa mwaka nitolee sadaka ikolinde mwaka mzima. Akaniambia kila mwanzo wa mwaka anaruduma gharama zako, kwa fedha yako, kwa muda wako, kwa kipawa chako, kwa karama yako, anahuduma mwanzo wa kama sadaka, ili sadaka inene mwaka mzima. Na nimefanya hivyo, hata mwaka huu nimefanya. Tunahuduma pale ukumbini pale Malizini, tumekaa pale siku 8 kabini tukiomba na kutoa sadaka. Hawana timu kama wana timu wote, na nini, kila mtu atoe sadaka. Lengo la ile sadaka ni kwamba tunafungua mwaka na sadaka isimame nasi mwaka mzima. Sasa wakati wanakuja wacheko kutenga madhabahu kutupiga, wanakuta tayari tushatoa sadaka mapema mwanzo wa mwaka. Sasa mwanzo kutoka mwaka umeanza, umetoa sadaka ngapi kwa Mungu wako? Kwenye madhabahu unapotumika, unapoabudu, umetoa sadaka kiwango gani? Mpaka mguse Mungu wako akutetee mwaka mzima. Kwa sababu walipokuja na sadaka zao, Mungu akasema hapana, sadaka walizozitoa Israeli ni nyingi kuliko hizo. Ametoa nyingi zaidi. Kwa hiyo vita sadaka wakaishinda kwa kutoa na pia sadaka.
Haleluya, amina. Balaamu anasema hakuna uganga kwa Israeli wala hakuna uchawi kwa Israeli. Sasa kama tuna haja kutokulogwa, unalogwaje? Sema mlango. Shida ni milango. Kwa moja baraka natakiwa uchawi kwako usikupige. Yaani ni moja ya baraka ambayo ushapewa. Yaani hiyo ni baraka ambayo umeibeba, unayo, inaishi na wewe, kwamba uchawi na uganga usikupige. Usipigwe. Yaani maisha yako yote ukute kuna boma uchawi haupiti. Sasa ukiona kuna vitu vinapigwa, kuna mahali umefungua mlango. Ahadi umeenajisi kwa kufungua mlango. Sababu akasema hakuna uovu kwa Yakobo, hakuna ukaidi kwa Israeli. Uchawi utapitia wapi? Uganga utapitia wapi? Haleluya, amina. Kwa moja baraka yako ambao Mungu amekupa, usilogwe kwa uganga wala kwa uchawi. Uchumi wako usilogwe kwa uganga wala kwa watoto wako, elimu zao. Unakuta na mtoto anasoma vizuri, lakini ghafla anashuka. Kuna shida imetokea mahali. Kana tamani leo tuombe, tumwambie Mungu kwamba ndani ya huu mwaka, yaani ahadi za Ibrahim zisikae tu kwenye kitabu, zifunuliwe kwako. Hilo nisikia watumishi wa Bwana. Yaani tusisome tu kama mashairi. Ahadi za Ibrahim zidhihirike kwako. Yaani huwa ni sehemu ya kumfuna Mungu kupitia ahadi za Ibrahim. Wanataka wasione kwako. Kuna watu wamekata tamaa, wamepitiliza. Sara alipita kama unakopita, lakini aliposema alimhesabu aliahidi kwamba ni mwaminifu sana. Wewe mwambie Mungu, kama umesema nikipiga kwenye bonde la vile na balika na nalifika, sasa lazima ianzie ndani kwangu. Una vilio vingapi unapita nayo? Mwenda sawa sawa. Ninatakiwa baraka ianzie ndani, kwamba Mungu, kama mimi ni baraka, kwamba nikipita mahali kuna vilio, unaachilia mfumo wa mabadiliko kiroho na mwilini. Watu wanacheka baada ya kuweza. Nataka uanzie ndani yangu. Mwaka huu nione ahadi za kicheko. Yaani Bwana kufanyia kicheko mwaka huu. Yaani mambo ambayo yalifeli kabisa, yaliharibika kabisa, ambayo alisema hili haliwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mama mmoja alikuwa anaomba naye kwa ajili ya binti yake. Ile binti alikuwa hampendi Mungu kabisa, hamtaki Mungu kabisa. Yaani mtu, unajua kuna mtu wa kawaida kabisa, Mungu yupo hayupo hayupo. Alikuwa ni mlevi wa kupindukia, na alishajiapisha akasema, sitaolewa wala sitazaa mtoto. Kaambia mtumishi, tuombe, Mungu anaweza pia. Tumeomba mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, Yesu akajibu. Yule binti akasema, sasa yale maozi ya kwanza, sitaolewa sitazaa, nayabadilisha, nitaolewa. Sawa sawa. Amen. Na Mungu akaleta neema, amepata mchumba. Ameleta neema na pete uchumba kisha balisha. Amina. Yaani kile kitu hata nikiangalia mpaka masikio yanawasha. Hivi kimetokea hivi. Yaani ni kitu ambacho ingawa nilikuwa naomba kwa Bwana Yesu, kwa kweli jitukuze tu. Nilikuwa naomba sinyamaza mbele Bwana Yesu kwa hali hii. Tukamwomba mwaka wa kwanza kimya, wa pili kimya, wa tatu ndio naanza yaani wingu kama mkono. Lakini jamii ishakatia tamaa. Hata watu wanaposikia ushuhuda kama ese kimelipa, nasema wewe
sio ulemavu. Nataka nao kufanyia kicheko. Yale ambayo yameharibika kabisa, ambayo ni uvundo mpaka jamii nasema kwa kweli mtoto wa fulani ni kituko kwetu. Huyo Bwana mgeuze nini? Bonde la vilio kugeuza kuwa baraka. Sasa yale mama wasema haiwezekani, ukikaza bote vizuri mwaka huu, tukifika Disemba natoka na ushuhuda mpya. Amina. Tusimame mbele za Bwana. Tumwabudu Mungu. Tunakwenda kusukuma maombi leo. Leo tunakwenda kuomba juu ya ahadi za Ibrahim. Mungu aumbe jambo jipya ndani yetu, aweke nguvu ya uhai na uzima ndani. Tukipita mahali kuna vilio, tukipita mahali kuna misiba, nguvu za Mungu kupitia maombi zilete mapinduzi. Watu wapokee shuhuda zao, lakini mwambie Mungu, kabla sijaenda kuwa baraka, mimi kwanza nibariki. Mwambie Mungu aanze na wewe mwaka huu. Mungu akutembelee, achilie neema, maombi ambayo hayatazimika mpaka uone ahadi zimeanza kuchipuka. Unayefuatilia Facebook live, bana, tunapokwenda kumwabudu Mungu, hapo shiriki maombi kama tuko hapa ndani pamoja. Karibu tumwabudu Mungu.
sala ya imani ya kujiunganisha na Mungu. Natamani leo kila mtu atafuta utulivu, tafuta mahali kaa. Nimesikia kabisa ulimwengu wa roho, Mungu anajisikia vibaya kwa ajili yetu. Kuna namna tumekata tamaa, kuna namna tumeona mimi ni wa hivi hivi. Sasa Mungu anajisikia vibaya kwa ajili yako. Hebu ili somo la leo, ona Mungu anakutembelea kwa ajili ya vile vilio vya ndani. Umwambie tu Mungu, anza na mimi mwaka huu, nione kicheko cha Sara. Nimekungoja kwa miaka mingi, nimelia miaka mingi, lakini leo Mungu anza na mimi. Sema, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu, katika damu wewe ni mwaminifu. Sara alikuhesabu, ulimwahidi kwamba mwaminifu. Nami leo Mungu ninakuhesabu uliyeahidi ya kwamba kwa njia ya Kristo tuwarithi sawasawa na ahadi za Ibrahimu. Nami nimetambua iko neema umeachilia ya kuleta mabadiliko kwa njia ya maombi. Vile vilio ambavyo nimepita ndani yake kwa miaka mingi, nimedhihakiwa, watu wakisema, yuko wapi Mungu wako? Mungu, nafsi yangu ina machozi ya damu. Leo ninakuja kwenye madhabahu yako, ikiwa Bwana, mimi ni sababu ya kupita nakopita. Maana neno lako linasema haukuonekana uovu katika Yakobo, wala ukaidi katika Israeli. Hii kazia laana, hii lizia laana. Mungu uliye hai, ikiwa maona uovu ndani yangu, na huo uovu umekuwa zuio ya laana kupita, ile nguvu ya baraka imekuwa ni ndogo ndani yangu, ahadi ya baraka imekuwa ni ndogo ndani yangu, imeshinda kuwa ngao ya kuzuia laana kwangu na familia yangu. Mungu, ninapomoka mbele ya madhabahu yako, ninaomba toba kwa ajili ya ukaidi wangu. Mara nyingi umenisemesha nikawa mkaidi, nimeshinda kutii, nimeshinda kuwa mwaminifu. Mungu, nirehemu juu ya uovu wowote na uasi wowote ambao umekuwa ni mlango wa kupita nakopita. Nimepita kwenye bonde la vilio mwaka kwa mwaka. Mungu, mwaka huu inakuja kwenye madhabahu yako nikidai ile ahadi ya Ibrahimu ya kwamba nikipita kwenye bonde la vilio kuna kuja mabadiliko kwa njia ya maombi. Kuna mfumo mpya unazaliwa wa mvua za baraka kama mvua za vuli, na ninaongezewa nguvu, hata nguvu leo. Bwana, inapoachilia maombi kwenye madhabahu yako, damu ya Yesu inene mema kwenye madhabahu yako kwa ajili yangu. Ikiwa Bwana kuna sababu ya kuzuiliwa kurithi baraka za Ibrahimu, ili hizo baraka zikachipuke kwenye maisha yangu, zikachipuke kwenye afya yangu, zikachipuke kwenye huduma yangu, zikachipuke kila mahali. Mungu uliye hai, leo ninasimama nikidai haki yangu ya ahadi za Ibrahimu. Maana amesema kwa njia ya damu ya Yesu, kwa njia ya msalaba, kwa damu ya Yesu nimenunuliwa kutoka kwenye lugha, kwenye jamaa, kwenye kabila na kwenye taifa. Leo
Bwana, inapoachilia toba kwenye madhabahu yako, damu ya Yesu ininunue mahali popote iliposhikiliwa kihalali na baraka zikazuiliwa kupitia asili. Inapoachilia toba na kusukuma maombi ya kudai ahadi, Mungu aliye hai, mbingu zangu zikafunguke, mbingu zangu ziwe wazi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Achilia maombi binafsi sasa. Anza na toba. Unajua njia zako, unajua mapito yako. Ikiwa kuna mlango, maana walisema kwa Yakobo, hakuna uovu, hakuna ukaidi, unapita kwenye laana. Laana imepata mlango, ni kwa sababu ya uovu, ni kwa sababu ya ukaidi. Achilia toba kwa Bwana, achilia toba kwa Mungu wa Israeli. Mwambie tu Mungu, tumefeli mahali. Mwambie tu Mungu, sikuwa mtii mbele zako. Mungu ni mwaminifu, anaangalia moyo wako. Uchumi umetujilia mwanzoni mwa mwaka, ili mwaka huu ahadi za Ibrahimu ambao tumezisubiria kwa miaka mingi, mwaka huu tuzione kwa macho, mwaka huu zichipuke kwa macho, mwaka huu idhirike kwa macho, mwaka huu zikachipuke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, hapa nasegemea madhabahu yako, nikiomba toba kwa ajili ya nafsi yangu, nikiomba toba Bwana, maana umesema makuhani wako wanaposogea kwenye madhabahu yako, imewapasa kwanza ujipatanisha nafsi yao na nafsi yako, ujipatanisha nafsi zao na nafsi yako, kisha kuachilia sadaka ya kuwapatanisha makusanyiko na nafsi yako. Mungu napomoka mbele madhabahu yako, nikiomba toba, nikiomba rehema. Ikiwa kuna uovu, ikiwa kuna ukaidi umeonekana ndani yangu, na huo uovu umekuwa ni mlango wa kupigwa na laana, huo umekuwa ni mlango wa kupigwa na uchawi, umekuwa ni mlango wa kupigwa na uganga, imekuwa ni mlango wa kupigwa uchumi, imekuwa ni mlango wa kupigwa huduma, imekuwa ni mlango wa kupigwa familia, imekuwa ni mlango wa kupiga mifugo, imekuwa ni mlango wa kupiga baraka. Baba, ninapomoka mbele ya madhabahu yako, nikiomba toba, nikiomba rehema, ninaomba toba, naomba rehema juu ya kila ukaidi, maana iko dhambi inafichamania, iko dhambi inajificha isiyopiga kelele. Ikiwa kuna dhambi ambayo Bwana umeiona ambayo isiyopiga kelele, inapomoka Mungu kwenye madhabahu yako, nikiomba toba, nikiomba rehema, inaomba toba, naomba msamaha, inaomba toba, naomba rehema. Mungu, katika ghadhabu kumbuka rehema, katika ghadhabu kumbuka rehema. Inajipatanisha leo nafsi yako kwa damu ya Yesu, inajipatanisha na nafsi yako kwa damu ya Yesu, inajipatanisha na nafsi yako kwa damu ya Yesu. Baba, tuko kwenye mwanzo wa mwaka, ni tarehe 4 ya mwaka huu Bwana, mwezi wa pili bado tuko kwenye lango la mwaka, nami nasimama Bwana, maana mwaka huu ni mwaka kurithi. Moja urithi uliotoka Baba ni kurithi ahadi za Ibrahimu. Huu ni mwaka kurithi, huu ni mwaka kurithi. Nami nasimama mbele ya madhabahu yako, nikiita damu ya Yesu, inaita damu ya Yesu ikapite sasa, ikawalisha ule mfumo wa laana ambao umesimama. Huu mfumo wa laana uondoke, huu mfumo wa laana na uondoa kwa damu Yesu, na ubadilisha usiweko kwa damu Yesu. Mfumo wa baraka za Ibrahimu, ule mfumo wa ahadi kupitia damu ya Yesu, inawachilia kwenye maisha yangu ule mfumo wa ahadi. Bwana, vile vilio ambavyo inatembea navyo, maana umesema wakipita kwenye bonde la vilio uligeuza, ulivika baraka, uligeuza na kulifanya chemichemi. Baba, ni majira mahali ambapo ulikuwa na jangwa, ulikuwa na moto, ulikuwa na vilio, chemichemi ya uzima, ile chemichemi ya uzima inapita ulimwengu wa roho, inapita ulimwengu wa roho katika maisha yangu, inapita ulimwengu wa roho. Ile misiba ambayo inapitia, natangaza mwaka huu ile misiba inaondoka, ile misiba inatoweka kwa Bwana baraka.
ananiachilia baraka, ananiachilia baraka. Mwaka sikia, mimi ni mbarikiwa na narithi ahadi za Ibrahimu, inarithi ahadi kupitia damu ya Yesu, inarithi ahadi, inarithi ahadi. Hiyo baraka ichipuke ndani yangu. Huzuni na kuugua zikakimbie, huzuni na kuugua zikakimbie, furaha na kicheko ikachipuke ndani yangu, kicheko kikazaliwe. Achilia maombi, achilia maombi, anza kudai baraka, anza kutamka, itamkie baraka, anza kudai ahadi, anza kukiri ahadi za Ibrahimu. Unapokiri kwa kinywa chako unaumbika ulimwengu wa roho. Tangaza mwaka huu ni mwaka kurithi ahadi za Ibrahimu. Tangaza, kiri mwambie Bwana vile vilio ambavyo nimetembea miaka mingi, natangaza mwaka huu hivyo vilio vinaondoka, vinaondoka kwenye uchumi, kwenye afya, kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Unapita kwenye kilio cha kupata mume, mwambie Bwana mwaka huu ninarithi hiyo ahadi, maana Mungu amesema nyumba na mali nitakuwa na bwana na mabaya, lakini mke mwenye busara mtu upewa na Bwana. Mwambie Bwana vile vilio ambavyo nimetembea nao mwaka huu nakiri, kumbuka mwaka huu ni mwaka kurithi. Mwambie Bwana rithi baraka za Ibrahimu, huu mwaka ni mwaka kurithi katika jina la Yesu. Kama naleta watoto wako kwenye madhabahu yako, ni kweli wamelia vilio mbalimbali, wameomboleza, misiba imekuwa ni sehemu ya maisha yao, lakini natangaza mwaka huu ni mwaka mpya, ni msimu mpya wa maisha. Vile vilio ambavyo wametembea navyo mwaka kwa mwaka, vile vilio ambavyo wamekuwa kilia, Bwana mwaka huu Baba ni unaitembelea Sayuni, ni mwaka wa kufariji Sayuni. Vile vilio ambavyo tumelia Mungu, mwaka huu ni mwaka kuburudisha nafsi, ni mwaka kuchiliwa, ni mwaka kuchiliwa na Bwana. Nafuatilia maombi haya ulioko Facebook, ulioko YouTube, anza kukiri mbele za Bwana, anza kukiri, inarithi ahadi, itamkia baraka, ibariki nafsi yako, bariki kazi za mikono yako, bariki uzao wako, bariki watoto wako, bariki mume wako, bariki mke wako. Tamka baraka, tamka baraka. Unapotamka ndani ya mwanzo wa mwaka, hizo baraka zinaishi Baba katika jambo zote. Nabariki watoto wako wanafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, nabariki ndoa zao. Mwaka ni mwaka baraka, ila ahadi ya baraka ya ndoa ikachipuke kwao kwa jina la Yesu. Ile ahadi ya uzao, ukisema watoto wetu watafundishwa na Bwana na amani itakuwa ni nyingi, hiyo ahadi ikatimie. Watoto wa watumishi wako wanafuatilia huduma hii kwenye mitandao ya kijamii, Facebook na YouTube, katika jina la Yesu, hiyo ahadi ya baraka kwa uzao wako ikachipuke mwaka huu 2026. Kuwa ni mwaka kumwona Bwana, umuone Bwana kwa watoto wako, wale watoto ambao wamekufanya ulie. Mwaka Bwana watembelee, akawageuze hayo baraka kwako, hayo baraka kwako kwa jina la Yesu. Zile haki zako ambazo umenyimwa kwenye kazi, umenyimwa ofisini, umenyimwa mahali, mwaka Mungu akujilie, Mungu akujilie mwaka huu. Huo ni wokovu wa Bwana. Zile ahadi za Ibrahimu zikachipuke kwako, maana tazama Yakobo alirusha mshahara mara 10, lakini Bwana alimsaidia. Mungu alimtetea Yakobo alipokuwa kwa Labani, akutetea kwenye ofisi, akupigania kwenye hiyo ofisi, utoke na ushindi mwaka huu. Mwaka huu ni mwaka kucheka, vile vilio vilivyolia miaka mingi, hivyo vilio mwaka huu vikatoweke. Umuone Bwana, umuone Bwana. Nena kubariki kwa jina la Yesu. Baraka za Ibrahimu, Isaka na Yakobo zikachipuke mwaka huu. Ukazione ahadi za Bwana, ahadi za Bwana juu ya Ibrahimu ni ahadi zetu pia, maana tumechimbuliwa kwenye ule mwamba, tumecholewa hakuchimbuliwa. Hisi ni sehemu ya Ibrahimu, hisi ni sehemu ya mwamba, ulivyo mwamba na tulivyo sisi. Dai ahadi za Bwana, dai ahadi za Bwana. Mwambie Mungu, mwambie Mungu Baba katika jina la Yesu, zile ahadi za Ibrahimu ambazo ni haki yetu za msingi, uzipokea. Umesema unikumbushe na tuojiane, aleta mambo yako uweze kupewa haki yako kwa jina la Yesu. Zile haki zangu ambazo Baba ni haki na kuzipata, zile ahadi ndani ya huduma, zile ahadi ndani ya huduma, zile ahadi za kiagano. Maana Ibrahimu alipokulilia ukakumbuka agano lako na Ibrahimu, hizo alipokulilia katika nchi ya Hamu,
ulikumbuka agano lako na Ibrahimu, agano lako na Isaka, agano lako na Yakobo, ulikumbuka. Mungu uliye hai, leo tukumbuke kiagano. Ile damu ya Yesu imetufunga kiagano kwenye madhabahu yako. Ile damu ya Yesu imetununua kutoka kwenye taifa, lugha na jamaa. Ile damu ya Yesu itununue, ile damu ya Yesu itununue, ile damu ya Yesu itununue leo. Tulikouzwa kupitia sadaka, tulikouzwa leo inatununua. Tunaingia kwenye ahadi za Ibrahimu, tunaingia leo kwenye ahadi za Ibrahimu katika jina la Yesu. Zile ahadi kwa watoto wetu mwaka huu tunadhibiti hizo ahadi kwa jina la Yesu. Zile ahadi za ndoa mwaka huu 26 tunadhibiti kwa jina la Yesu. Ahadi za kiutumishi, ahadi za kiutumishi tunakopita mahali kihuduma, mahali ambapo kuna vilio mwaka huu, tunakopita mahali kwenye vilio, patageuka. Iwe ni chemichemi ya uzima, patageuka. Tunakopita kwenye semina, tunapita makongamano mwaka 26, tunakopita kihuduma, mahali penye vilio patabadilika, patakuwa chemichemi ya uzima katika Yesu. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwetu, ni ahadi ya Mungu kwetu. Tunazuia roho za mashambulizi ya kichawi, tunazizuia, tunabariki afya zetu kwa jina la Yesu. Tunabariki afya zetu, tunabariki huduma yetu. Bariki huduma yako, bariki kipawa chako, bariki afya yako, ibariki mwenyewe kwa jina la Yesu. Na ibariki huduma yangu, na ibariki huduma yangu 2026, na ibariki huduma yangu, na ibariki huduma yangu 2026. Itakuwa ni huduma iliyobarikiwa na Bwana. Na ibariki huduma yangu kwa jina la Yesu. Inabariki kibali changu, na kibariki kibali changu kwa jina la Yesu. Inabariki upendo wa kihuduma kwa jina la Yesu. Inabariki semina za mwaka huu katika Yesu. Inabariki semina za mwaka huu, naziweka wako na kuzibariki kwa jina la Yesu. Nabariki uchumi wangu 2026, na ubariki uchumi wangu 2026. Nabariki uchumi, nitafanikiwa, nitapanuka kushoto na kulia, nitastawi na kuongezeka. Ninabariki baraka za maongezeko katika kazi ya mikono yangu 2026. Nabariki kazi ya mikono yangu 2026. Naibariki kazi ya mikono yangu, nitafanikiwa, nitastawi, nitapanuka magharibi na mashariki kiuchumi. Nabariki baraka za maongezeko, baraka za maongezeko kwenye kazi ya mikono yangu. Natamka baraka za maongezeko kwa jina la Yesu. Na kutamkia baraka za maongezeko mwaka huu. Mungu akubariki kwa baraka za maongezeko, baraka za maongezeko zikachipuke kwenye malango yako, kwenye familia yako, kwa watoto wako. Baraka za maongezeko zikachipuke mwaka huu kwa jina la Yesu. Baraka ya kubadilisha, baraka ya kubadilisha vilio kuja uzima, na chemichemi zikaongezeke. Baraka ya ulinzi iwe juu yako, baraka ulinzi wa Bwana Mungu aliye hai. Mwaka wako bariki kwa ulinzi, akuzungushia ukuta moto ndani ya mwaka huu. Muone Bwana akasimame kama alisimama akampiga Balaamu. Mungu aliye hai akubariki kwa baraka, akatuma malaika akawapinge wanaokulani. Vile vinyama laana vinapoachiliwa, Bwana akavizuie ile baraka isifike, maana baraka Bwana ni ngao. Mungu akubariki, baraka ambayo inasimama kama ngao ya kuzuia uchawi. Bwana akubariki kwa baraka ambayo itazuia laana za watumishi wenzako, laana za wachawi zinazuiliwa na baraka ya Bwana. Nabariki mwezi wa pili, nabariki mwezi wa tatu, nabariki mwezi wa 4, nabariki mwezi wa 6, nabariki mwezi wa 5, nabariki mwezi wa 7, nabariki mwezi wa 8, nabariki mwezi wa 9 kwa jina la Yesu. Nabariki mwezi wako wa 9, na ubariki mwezi wako wa 10, na ubariki mwezi wako 12, na ubariki mwezi wako 12. Hakuna uchawi, hakuna uganga utakaopita, maana Bwana amekubariki. Maana alisema nimlaani yeye ambaye amebarikiwa na Bwana, na Bwana akamwambia usiwalaani, maana amebarikiwa. Nami nakubariki mbaraka wa kuzuia laana uwe juu yako na familia yako na huduma yako na uchumi wako na afya yako. Mbaraka usimame kama ngao ya kuzuia laana kwa jina la Yesu.
unapoingia ubarikiwe mwaka huu, unapotoka ubarikiwe mwaka huu. Kwa jina la Yesu, baraka ya Bwana ukasimame kama ngao ya kuzuia laana za adui. Baraka ya Bwana ukasimame kama ngao ya kuzuia wachawi wasikuloge. Kwa jina la Yesu hai nitamkie baraka. Ibariki nafsi yako, bariki nafsi yako, ibariki nafsi yako. Nafsi yako imeinama, iambie nafsi yangu usiiname. Kwani kuinama, ngoje Bwana. Mwambie nafsi usiiname, ngoje Bwana. Daudi alisemesha nafsi, akaiambia nafsi yake usiiname, kwani kuinama ndani yangu. Ngoje Bwana, utakuja kumwona Bwana. Ibariki nafsi yako, iambie nafsi yangu usikate tamaa, iambie nafsi yangu usizimie moyo. Mungu yupo, ni mwaminifu. Maana Sara alimhesabu yeye aliahidi, ni mwaminifu. Maana anasema kwa Mungu wa Yakobo hakuna ugongo wala hakuna kigeugeu wala hakuna kubadilika. Akiahidi atatenda, akisema atatenda. Bwana ameahidi atalitenda, usiogope. Iambie nafsi yako, nafsi yangu sikia, usiiname ndani yangu, usizimie ndani yangu. Mwamini Bwana atatenda, alichoahidi atakithibitisha. Mwamini Mungu wangu, nafsi yangu sikia, usiiname ndani yangu. Huu ni mwaka wa Bwana, wako na utukufu wa Bwana. Huu ni mwaka wa Bwana wa matendo makuu kwangu. Nafsi yangu usiangalie misiba, usiangalie changamoto, mwangalie Bwana ambaye anakutokea mwaka huu. Nafsi yangu usiiname ndani yangu, kwani kukata tamaa ndani yangu. Nafsi ngoje Bwana. Huu ni mwaka wa Bwana uliokubaliwa, ni mwaka kurithi baraka za Ibrahimu. Nafsi yangu sikia, usipige kelele, usiomboleze. Ni wakati wa kufurahia na Bwana, ni wakati Bwana anakutembelea. Ni msimu na majira ya Bwana kukutilia. Nafsi yangu sikia, usiiname ndani yangu. Nafsi yangu sikia, maombolezo yako ni majira kukoma. Umelia miaka mingi, lakini mwaka huu Bwana anakujilia. Nafsi yangu usiiname, mngoje Bwana. Nafsi yangu usizime ndani yangu, mngoje Bwana. Ni majira ya Bwana kunijilia, ni majira ya Bwana kunitembelea. Kwa jina la Yesu leo, nafsi yako sikukatishe tamaa. Nafsi yako inalia sana, lakini ambie nafsi, huu ni mwaka wa Bwana, ni mwaka kurithi baraka za Ibrahimu, ni mwaka kurithi ahadi za Ibrahimu, ni mwaka kurithi ahadi. Iambie nafsi yako itendeka ndani. Nafsi sikia, usikate tamaa. Nafsi sikia, usizimie. Nafsi sikia, Mungu aliye hai ametangaza yeye ni mwaminifu, nami nimemhesabu kama ni mwaminifu. Baraka alizotamka kwa Ibrahimu na Isaka na Yakobo nimeonyesha nazo kupitia damu ya Yesu. Nafsi sikia, umelia sana, lakini mtumaini Bwana. Mwaka ni mwaka wa Bwana, ni mwaka wa rehema za Bwana, ni mwaka kuona fadhili za Bwana, ni mwaka kicheko kwangu. Nitamwona Bwana mwezi wa pili, nitamwona Bwana mwezi wa tatu, nitamwona Bwana mwezi wa nne, nitamwona Bwana mwezi wa tano, nitamwona Bwana mwezi wa sita. Nitamwona Bwana akijifunua katikati ya maisha yangu, nitamwona Bwana akijifunua katikati ya maisha yangu. Nafsi sikia, heri majira ya kumwona Bwana. Nafsi sikia, heri majira ya kuona utukufu wa Bwana. Nafsi sikia, huu ni mwaka wa Bwana, mwaka uliokubaliwa na Bwana, ni mwaka kurithi. Nitarithi baraka za Ibrahimu, nitarithi ahadi za Ibrahimu, na nitarithi mwaka huu. Nafsi sikia, utamwona Bwana mwaka huu. Nafsi sikia, utamwona Bwana, utaona utukufu wa Bwana, utaona fadhili za Bwana, utaona neema ya Bwana. Nafsi sikia, usikate tamaa ndani yangu, bali ngoje Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Hapo mshukuru Mungu, mpe Mungu tukufu. Shukuru kwa imani ya kama mwaka huu utaona ahadi za Bwana. Mshukuru Mungu kwa imani, mshukuru Mungu tu. Biblia inasema yawezekana akiaminie. Mwamini Bwana, mshukuru Mungu. Hebu sogea, hebu mgomba sogea, mshukuru Bwana, mshukuru Mungu. Mwambie tu Mungu asante. Ungana na watumishi kumshukuru Mungu, mshukuru tu Mungu. Mwambie tu Mungu asante, mshukuru Mungu, kisha malizia. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana majeshi, tunakushukuru Mungu wa uzima. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako, asante Mungu kwa ajili ya maombi. Tunakushukuru kwa neema ambayo Bwana umetupatia tena siku ya leo. Tunaendelea kukurudishia utukufu na heshima kwa sababu Mungu umetukubali. Tunakurudishia heshima na utukufu kwa sababu
sababu Mungu umependezwa nasi jioni ya leo. Tunaamini maombi yetu yamepata kibali mbele zako. Tunaamini zile baraka ambazo umezikusudia kwetu tunaenda kuziona mwaka 26. Tunaamini zile baraka umekusudia kwetu kwa ajili ya uzao wa matumbo yetu na kwa ajili ya uchumi wetu na utumishi wetu.